Rais wa Urusi Vladimir Putin ameapa kujibu vikali mashambulizi ya drones yaliyofanywa na Ukraine kwenye vituo vya jeshi la anga la Urusi kufuatia mazungumzo ya simu na rais wa Marekani Donald Trump. Rais Putin amesema kwa msisitizo mkubwa kuwa atalazimika kujibu shambulizi la hivi karibuni kwenye viwanja vya ndege vya kijeshi, ambapo Trump ameandika kwenye mitandao ya kijamii akionya kuwa mazungumzo hayo yaliyodumu zaidi ya saa moja hayataleta amani ya haraka kati ya Urusi na Ukraine. Mazungumzo hayo yamekuja siku chache tu baada ya Ukraine kufanya shambulio la kushangaza kwa kutumia drones zilizopenyezwa kulenga mabomu ya masafa marefu yenye uwezo wa nyuklia katika kambi za jeshi la anga la Urusi. Kulingana na shirika la habari la serikali ya Urusi RIA Novosti, Putin aliishutumu Ukraine kwa kujaribu kuvuruga mazungumzo ya amani na kusema kuwa serikali ya Kiev kimsingi imegeuka kuwa shirika la kigaidi. Viongozi hao wawili pia walijadili swala la Iran. Trump alisema Putin alionekana kuwa tayari kushiriki katika mazungumzo ya nyuklia na anaamini Iran haipaswi kumiliki silaha za nyuklia. Marekani imependekeza Iran isitishe urutubishaji wa uranium na badala yake itegemee usambazaji wa kikanda. Wakati huo huo, maafisa wa Ukraine wakiongozwa na naibu waziri mkuu Yulia Sviridenko na mkuu wa ofisi ya rais Andriy Yermak walikuwa mjini Washington kukutana na maseneta wa Marekani kujadili msaada wa kijeshi na vikwazo dhidi ya Urusi. Ziara yao imekuja baada ya raundi ya pili ya mazungumzo ya amani mjini Istanbul kumalizika bila mafanikio makubwa. Ukraine ilisisitiza kuwa kusitishwa kwa mapigano bila masharti, jambo ambalo Urusi imekataa. Badala yake, Urusi ilipendekeza usitishaji wa mapigano kwa muda katika maeneo fulani ya mstari wa mbele. Licha ya hali hiyo, Trump amesisitiza kuwa anaamini kuna hatua zinazopigwa. Hata hivyo, awali alikuwa ameonya kuwa anaweza kubadili msimamo wa Marekani ikiwa atahisi kuwa Putin anachelewesha makusudi mazungumzo ya amani.